Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetuhalalisha kibali tukaweza kufika mahali hapa ili tuweze na hata pia kuabudu jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu anayejali maslahi ya watu wake kote ulimwenguni. Hatuna budi kusema ni asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetufikisha, tukiwa leo tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 ambayo umetuhalalisha kibali tukaweza kufika na hata kuiona Bwana. Tunasema ni asante, sifa na hata shukrani. Tunapojifundisha Baba, ingia kati na hata pia uweze kutubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Pungua mkono, punguza mkono, pungua mkono, pungua mkono kila mahali ulioko, kwa ishara ya kwamba tuko pamoja. Nataka niseme ni asante, ni kwa sababu ya umbali huu ambaye Mungu ametufikisha. Nataka nishukuru jina la Bwana, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Nataka niende moja kwa moja katika neno la Mungu, kisha itakuwa ni ujumbe wa kimataifa na tutaweza na hata pia kumalizia waraka, maana niko na dakika mchache. Ningependa tu kueleza katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anaishi katika maisha ya utatu: maisha ya roho, maisha ya mwili na maisha ya hisia. Soul, spirit and flesh. Hayo yote ndio yakikusanyika yanatengeneza mwanadamu. Roho, mwanadamu roho ni ile hali ya baada Mungu alipotaka kuumba akasema ya kwamba wacha tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu. Inamaanisha kwamba Mungu ni roho na aliumba mwanadamu kwa mfano wake wa kiroho. Katika hiyo hali Mungu alipoumba mwanadamu alimuumba kwa mfano wake wa kiroho. Kwanza ndiye aliweza kufanya jinsi yeye ni roho, akaumba mwanadamu kwa mfano wa roho. Na huyu roho ambaye anakaa ndani ya mwanadamu, huyu roho ndio amebeba maisha ya mwanadamu. Ndiposa Yesu akasema katika maandiko fulani ya kwamba mwanadamu hawezi kuwa hai asipokula neno la Mungu. Neno la Mungu mwili haliwezi kukula, bali linakulwa na roho wa Mungu. Neno la Mungu linakulwa na roho, ni chakula cha kiroho. Huyu roho ndio anasaidia mwanadamu katika mambo mengi yasiyoonekana katika ulimwengu kawaida. Huyu roho ndio hata pia inaweza kusafiri na ikaenda safari za mbali kama mwanadamu analala. Huyu roho ndio anaweza kugundua mambo ambayo yataenda kufanyika katika siri katika maisha ya mtu kutokujua. Na wakati roho anagundua jambo, hata kama iwe ni ugonjwa imeingia katika mwili, roho huwa anagundua kwanza, ndiposa mwili anagundua kwamba kuna kitu kipya kimeingia katika mwili. Huyu roho ndio pagawa, mapepo huwa yanagandamiza roho. Huyu roho wa mwanadamu ndio kiini cha maisha. Maisha ya mwanadamu inaanzia katika roho yake. Kwa wale wanaokoka wanagundua ya kwamba huyu roho ndio uweza kusafiri safari ya mbali, akafanya huduma kama wewe bado unalala. Huyu roho anaweza enda kuhubiri mahali na wewe unalala. Huyu roho anaweza na hata pia kuenda kuombea watu mahali na wewe unalala. Huyu roho ndiye anaenda katika vikao vya siri ambayo zinaandaliwa kugandamiza roho, kugandamiza maisha ya mtu. Huyu roho pia huwa naye maana pale. Huyu roho huwa anasafiri. Roho ndani ya mtu huwa anasafiri na anatekeleza jambo, japokuwa wewe huwezi jua. Roho, kitu chochote kinachoingia kwa mwili lazima kianzie na roho ya mwanadamu. Ni kwa sababu roho ndiyo hapo
hapo ndio mwanzo ya maisha yako. Ndipo hata mtu akikufa lazima agundue ni nini ambaye imemuua. Ni kwa sababu roho wake iko na uhai ndani, na roho hakuna chochote ambacho kinaweza kufichika ndani ya roho ya mwanadamu. The spirit of a human being, nothing is disclosed to the spirit. The spirit is able to reveal anything. The spirit of human. Wacha niongee kuhusu soul. The soul of a human being. The soul of a human being, that's where the emotion lives. Chochote ambacho mwanadamu anatenda inatendeka kupitia the soul of a human. Nadhiri ya mwanadamu, mafikiri ya mwanadamu, hisia ya mwanadamu yanatokana na huyu anayeitwa soul. Huyo pia ni maumbile ya mwanadamu. Yeye ndiye amepatiwa uwezo na mamlaka na kuamua kile kitu mwanadamu anafaa afanye. Akisema tufanye hiki kizuri, hicho ndicho kinafanyika. Na akisema tufanye hichi kibaya, hicho ndicho kinafanyika. Yeye ni muamuzi. Kazi yake ni kuamua ni nini itakayofanyika katika hii mwili. Yeye ndiye anaamua ni jambo gani itakayetekelezwa katika hii mwili. Na yeye ndiye kuna hisia. Yeye, the soul of a human, ndio akona hisia na ndio akona maamuzi. Na yeye ndiye hufanya mwanadamu akapotea. Na yeye ndiye atafanya mwanadamu aweze kuangamia. Na yeye ndiye atafanya mwanadamu akose kurithi ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu yeye ndiye muamuzi. Yeye ndiye anaweza amua mwanadamu afanye kitu kizuri ama afanye kitu kibaya. Anaitwa soul. Yeye pia ni mwanadamu kwa utatu. Yeye ndiye analeta mauaji, yeye ndiye analeta fitina, yeye ndio anafanya vita inakuwa katika mwili, na yeye ndio muamuzi. Katika hiyo hali anaitwa the soul. Wacha tuache yeye soul, tuongee kwa huyu anayeitwa flesh. Huyu flesh ndiye anaitwa kwa lugha ya Kiswahili mwili. Yeye pia kuna mambo yake, kwa sababu unajua vyema ya kwamba huyu soul aliumbwa kutokana na udongo, na hapa katika udongo ndiye atakayorudi. Yeye mambo ya mbinguni hayasikii na hayaelewi. Yeye mambo yake ni hapa. Vitu vyote anavyotaka ni vitu vya hapa. Kama mtu anajisikia pale aweze kupeperusha mikono, peperusha mikono unapojisikia. Can you wave where you are? If we are together, just wave where you are. In the name of Jesus Christ. Huyu the flesh of a human being, akona mahitaji yake. Utapata kwamba yeye anataka aoge vizuri. Akishaoga vizuri anataka kule vizuri ashibe. Akishashiba anataka alale. Akishalala akiamka akona tamaa ambaye haziridhiki. Akipata hii anataka kile, akipata kile anapata kile, siku zote za maisha yake mpaka siku atarudi kwa udongo mahali alipotoka. Ukisoma kitabu cha Yakobo 4:1-3, maandiko yanauliza ni nini inayeleta vita katikati yenu? Ni tamaa. Mnayetamani vile hamwezi kupata, kisha mnaua. Amen. Mnaua kwa sababu tamaa ya mwili ambayo inawasukuma kutafuta kile hamwezi kupata, kisha mnaua. Hiyo ni tabia ya mwili. Mwili wa mwanadamu iko na mahitaji mengi sana, hairidhiki na yale aliyoko nayo. Hatujui kusema ni asante. Ukimpatia anaona ni kidogo. Kazi yake ni wivu na kuzingatia kwa vitu vya ulimwengu. Anataka gari kubwa, anataka manyumba makubwa, anataka pesa mingi. Hayo ndio vitu ambayo mwili inataka. Hali ya kwamba roho inataka maombi, inataka utu wema, inataka kuzingatia katika neno la Mungu. Yakobo akasema kwamba mwili na roho hayawezi kusikizana. Yanasababisha vita katika mwili wa mwanadamu. Mwili ni moja,
lakini kunaye vita kati ya roho na kati ya mwili, kwa sababu mapenzi ya mwili na mapenzi ya roho yanatofautiana. Na ili uweze na hata pia kujua ya kwamba maisha ya roho inakupeleka mbinguni, maisha ya mwili inakupeleka jehanamu. Sasa ongea na soli yako iweze kufanya uamuzi ni wapi ambapo utaenda. Ndiposa unaona kwamba kuna vita na kufurugana katika maisha moja. Wewe kama mwanadamu uko katika utatu jinsi ambaye nimekuambia, na hebu jiunganishe pahali pamoja na uweze kutafakari kama spirit yako na flesh yako na soul yako zinaweza kata uamuzi moja na zitekeleze na jambo la wokovu, na jina la Bwana liweze kubarikiwa. Sina budi kuachia maana pale. Nashukuru Mungu ni kwa sababu umbali huu ambayo umetufikisha. Mungu wetu ni mwaminifu katika njia zote, na mbarikiwe katika kiwanja hii ya mkutano ambaye Bwana ametupatia siku ya leo. Amen, amen, amen. Mbarikiwe.